Bana, story kubwa ambayo inasumbua hapa Bongo ni ya Mwijaku kuweza kutengana na familia yake ama mkewe Alice the Cute ambaye amehustle naye kwa zaidi ya miaka 16 kwenye ndoa yao. So amefanya interview na kituo cha Karima Story na amezungumzia namna ambavyo tukio hilo limetokea na ni kitu gani ambacho kimesababisha ndoa hiyo kuvunjika. Tumsikilize Mwijaku. Kuna kama miezi mitano kuna vitu anafikiria, kwa nini sijue? Sasa mtu nitashindaje kujua mama mtoto wako? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye nimekaa naye miaka 16? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye nimechuma naye? Nitashindaje kujua mwanamke ambaye alinikuta si lolote si chochote Dar es Salaam, mimi ni mgeni, alinishika mkono akanambia njia za kufanikiwa ni 1 2 3 4 5. Nitashindaje kujua alipo? Kwa nikisema sijui alipo nitakuwa ni mpumbavu na mwanaume wa mwisho kabisa. Mimi najua alipo Alice, najua yupo sehemu salama, najua yupo kwenye mkono salama. Ni katika utafutaji, upambanaji katika maisha ya kila siku. Mimi mgawanyo wangu wa mali wakati natafuta na pambana, na nilikuwa nimekaa na Alice mwenzangu naomba napambana kwa sababu ya familia. Cha kwanza ambaye na focus naye ni mtoto wangu, lakini kumbuka mimi sina mtoto mmoja, nina mtoto mwingine ambaye niliwahi kuzaa. Kwa siwezi kumwacha bila riziki, hana hatia. Kwa hiyo nilipambana kwa sababu ya Marichu, nikapambana kwa sababu ya ndugu yake ambao wote tumeshafanikiwa. Hata nyumba ninayokaa ya bilioni 1.3 ile nyumba tayari ya Marichu. Lakini kwa sheria na katiba ya nchi yetu umri wa Marichu bado miaka 18 haijafika. Kwa hiyo itakuwa under her parents ambao wazazi wake ni mimi na Alice. Kwa hiyo ile nyumba mimi na Alice ya kwetu tayari ya Marichu. Uwekezaji mwingine niliofanya Mbweni ni uwekezaji nimejenga kwa sababu ya familia yangu, ndio maana hauna jina langu. Mbweni nimejenga nyumba lenye jina la Tatu Mrisho Barton ambao ni mama yangu. Kwa nini nilijenga Mbweni ghorofa? Kwa sababu tunakuja kuna kuumwa, kwa ile nilimpa zawadi mama yangu na kunilea kuwa mtu mzima na ndevu zangu. Then verifier, Dari aina ya verifier nilimpa zawadi mdogo wangu baada ya kugraduate chuo. Nilimwambia usiku ukimaliza chuo bila kumtia aibu, anaitwa Asha Bato Mwemba, ukimaliza chuo bila kumtia aibu, hii verifier nakupa kwa jina lako. Kwa hiyo haipo kwenye jina langu, ile ni ya kwake. Mercedes Benz nilisema kabisa nitakapokuja kuwa na nyumba zaidi ya 3 nitatakiwa kumfanyia kitu mama yangu. Kwa hiyo Mercedes Benz toka nainunua haina jina langu, haina jina la Marichu, haina jina la Alice, imeandikwa Tatu Mrisho Barton. Mazda ambao nakwambia mgawanyo wa mali zangu zilivyo na tulipanga mimi na mwenzangu. Mazda haipo kwa jina langu. Unalisikia? Mazda haipo kwa jina langu. Nilimwambia Alice, wazazi wako walikulea kwa shida, baba yako alikulea kwa shida. Mazda nimeitoa zawadi kwa mama Mcharo, Martha Mcharo, ambaye ni mamake Alice Mcharo. Mimi na Alice tuna kiwanja kimoja kipo Kisarawe, hatujajenga, tupambane tujenge kama tunataka kuishi kwenye Bunju. Toka nilivyonunua kiwanja na kijumba cha chini nilichokijenga, ilikuwa sio mali yangu, ni mali ya kakaangu anaitwa Nusurani Barton Mwemba Nuba. Alinisomesha Mzumbe, alinisomesha MD na nilimuingiza hasara kwenye biashara zake. Kwa